Baada ya mazishi, majirani walisahau. Ulimwengu uliendelea kana kwamba hakuna kilichotokea. Nadia alishindwa kuendelea na shule, alishindwa kulipa kodi. Akiwa na miaka 12 alianza kuomba mitaani. Akiwa na 14 akafundishwa kuiba. Na akiwa 16, mwanamke mmoja wa maneno mazuri lakini moyo mbaya alimwambia, kuna pesa rahisi binti, mwili wako ndio mtaji wako. Kwa njaa, kwa uchovu, kwa kutokuwa na mbadala, Nadia alikubali. Miaka ilipita. Siku moja ya joto kali, mwezi wa Machi, Nadia alikuwa ameketi nje ya duka la Sarafina akivuta sigara mara kwa mara, akiwa haelewi afanye nini wala aende wapi, akimtazama kila anayepita. Ghafla, gari kubwa jeusi lenye kung'aa likasimama karibu yake. Watu wote wakageuka kulitazama. Mwanaume mmoja alishuka, mtanashati, mtulivu, mwenye heshima. Jina lake lilikuwa Omar. Alikuwa anatafuta anwani, lakini hakuna aliyemsaidia. Sarafina alipiga mabega, watu walimpuuza. Lakini Nadia alisimama. Na ujua mtaa huu kama viganja vyangu, nitakupeleka. Watu walicheka chini kwa chini, lakini Omar hakumcheka. Walitembea pamoja mpaka walipofika. Omar akatoa pesa kama shukrani. Nadia akazitazama, akazikataa. Kwa mara ya kwanza hakutaka pesa kutoka kwa mwanaume. Omar alishangaa, lakini aliheshimu. Basi niruhusu nikushukuru kwa chakula, alisema. Waliingia mkahawani. Walikaa pamoja, wakaanza kuzungumza. Na kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, Nadia akafungua moyo wake. Akamweleza kila kitu kuhusu mama yake, kuhusu maisha yake, kuhusu maumivu yake. Machozi yakamtiririka, lakini hakujisitiri. Omar akamtazama, kisha akasema, nimekutana na watu wengi, lakini wewe una nguvu ya kipekee. Walibadilishana namba, wakaanza kuwasiliana.